Shalom, shalom watu wa Mungu. Mtu asiye haki hutafuta au mvizia mwenye haki na kutafuta jinsi ya kumfisha. Mtu asiye haki ni nani na mwenye haki ni nani? Mwenye haki ni mtu anayetenda sawa sawa, anayefanya vizuri, anayeishi katika ile misingi ya kiungu, misingi ya upendo, misingi ya utu, misingi ya kufanya vizuri katika kila jambo, asimtendee binadamu mwenzake, mtu mwenzake ubaya. Lakini asiye haki ni mtu fulani ambaye ana usuda, fitina, ghadhabu, dharau, ana udhalimu ndani yake, ana wivu mbaya. Kuna wivu mbaya na wivu mzuri. Ana wivu, ana usuda, ana fitina. Siku zote anamvizia huyu mtu mwenye haki, kutafuta jinsi ya kumfisha, kutafuta jinsi ya kumuondosha uhai wake. Lakini pia mtu asiye haki ukopa halipi. Imesema hiyo Zaburi ya 37. Mtu asiye haki ukopa halipi, anaweza akakopa sehemu asilipe. Huyo ni mtu asiye haki. Kwa hiyo kuwa na haki, kutenda sawa sawa, kufanya vizuri. Tunajengwa na nini? Tunajengwa na kusikiliza mafundisho ya kuimarishwa katika upendo, katika uaminifu, katika utu wema, katika uvumilivu, katika kiasi. Hayo yote yanajenga mtu mwenye haki. Tunapata wapi? Katika ibada takatifu, katika kunyenyekea sana kwa Mungu. Leo nilikuwa na share na nyie hiyo kidogo, hiyo tafakari. Kwa hiyo mtu asiye haki utafuta jinsi ya kuondosha uhai wa mtu mwenye nao. Zaburi ya 37 mstari ule wa 32, kama Kaini, Mungu alivyomwambia Kaini kwamba usipotenda vizuri, tenda vizuri utapata kibali. Kwa hiyo mtu ambaye atendi vizuri siku zote anatafuta kuondosha uhai wa mtu ambaye anafanya vizuri. Neno la Kristo kwa pamoja na nyote. Amina. Na mwenye masikio kusikia na asikie.